Wasanii ambao wamehudumu kwenye sanaa na tamthilia za Tanzania kwa muda mrefu na wana historia na heshima kubwa kwenye taifa letu. Tuko na Anti, lakini pia tuko na Kajala. Anti, habari yako na hongereni kwa kuwepo hapa Mwanza. Salama, thank you so much. Nini kwanza kimewaleta? Watanzania wanataka kujua na kuangalia kupitia vyombo mbalimbali. Hakuna zaidi ya miaka 30 ya Bongo Flava. Si tukiwa kama mashangazi, basi kwa sababu wao wanaoenda kufanya miaka 30 na wenyewe ni wajomba, tumeona tuungane nao ili tuweze kufanya tamasha linoge zaidi. Na tamani kufahamu kutoka kwako, kwa sababu ni mtu ambao umehudumu kwenye sanaa kwa muda mrefu, umeshiriki kwenye ngoma nyingi za wasanii katika kusupport game kwenda kwenye miaka 30. Ni story gani ambayo unayo kuhusiana na miaka 30 unatamani kuisema kwa uchache kidogo? Kiukweli story ni the way tu wanavyofanya hii tamasha. Wamekuwa wakilifanya kwa ukubwa, ni kitu ambacho mimi sikuwahi kukitegemea, lakini tumeona ya Dar es Salaam ilikuwa kubwa sana na watu walihakikisha walienjoy. So naweza kusema ni historia kubwa aliyoiweka, kitu ambacho sikuwahi kuwaza. Kajala, madam, natamani kukusikia kwa sababu ni mmoja kati ya watu ambao umeishi kwenye muziki wa Bongo Flava na kuna baadhi ya ngoma zilikuwa zikirekodiwa na unazisikia na kuziona. Hebu nipe story moja ambayo unaikumbuka kwenye muziki huu miaka 30 ya Bongo Flava. Mimi story ambayo naikumbuka inanichekeshaga. Nilikuwaga video queen kwenye nyimbo ya Das Baba Umbo namba 8 na Vid Q. Hivi umo mle? Nilishoot ile video nakwambia Anti kwa mbwembwe zote. Tena pia mwenyewe ndio alikubali nishoot. Video ilipomalizika, nyimbo inatolewa, akamwambia Das Baba ifute video, Kajala yumo hawezi kufanya. Ilibidi Das Baba ashoot video nyingine. Yani haraka watu hawaeleweki, yani mradi nyimbo itoke. Alafu nyimbo ilikuwa nzuri, niuma sana. Ilikuwa nzuri sana. Yeah. Nini kilitokea kwa P-Funk mpaka kamua Dazi afute nyimbo? Mimi sijui. Na wimbo unaonekana ulireflect kabisa. Nakwambia nilipiga vesi mingi Steve yangu vya hatari, lakini nakumbuka alikuwa sio Kajala huyo. Ilidilitiwa video. Na kuna story ambayo ilikuwa ipo mtaani kuhusiana na wimbo wa Zali la Mentali, kwamba ile ngoma zile verses zilizokuwepo mule ni Kajala. Lakini hatukumuona Kajala kwenye video. Kuna ukweli kwamba wewe ulishiriki kwenye ile ngoma kuweka verse na kutokuonekana kwenye video, nini kilisababisha? Hapana, sikuweka mimi. Watu wanajuaga niliweka mimi, lakini sikuweka mimi. Aliweka mdada mwingine anaitwa Munira. Ndo alishoot hiyo, aliingiza hizo verse. Ukisikiaga kwamba yule anatajwa ni Kajala, wewe unaichukulia? Nachekaga tu kwa sababu najua sio mimi. Yaani mimi nilikuwepo lakini sikuweka mimi hizo sauti. Kama unakumbuka vizuri, hebu tukumbushe wakati ile ngoma inatengenezwa. Unajua kipindi kile ndio upo pale Bongo Record na wewe ndio mama la mama pale. Hebu tuambie nini kilikuwa kinatokea? Mimi yani story ambayo nakumbukaga ni nyimbo zote zilikuwa hata kama yani siko studio. Nyimbo zote zikimaliza kutengenezwa, akimaliza kurekodi, atakuja ataniamsha, ataniambia K, njoo sikiliza hii nyimbo kwa hiyo mimi nitaisikiliza hiyo nyimbo kabla mtu yote hajaisikiliza asubuhi. Kwa hiyo yani hivyo, naambia hii kali yani hivyo. Kwa hiyo ndo nakumbukaga. Hapo Kajala kwenye hiyo Zali la Mentali. Ni kwamba wewe ndio ulikuwa unatakiwa kuwa video vixen. Nini kilitokea? Nilitakiwa pia, lakini kuna tulikuwa hatuko sawa. Kwa hiyo ndio maana kwenye video naonekana kwa mbali sana. Kuna sehemu nipo. Kwenye Zali la Mentali, Ulisusa au P-Funk aligoma? Hapana, yani ni mimi na yeye, ni ugomvi wetu. Yes. Ulikuwa unazungumzia kuhusu P-Funk kwa na kushirikisha baadhi ya nyimbo za wasanii. Nyimbo nyingi sana. Jumaneche ni miongoni mwa wasanii ambao wamerekodi nyimbo nyingi sana kwa record. Na pia yupo hapa Mwanza. Ni wimbo upi ambao uliusikia kabisa ukasema huu wimbo unakwenda kuwa hit na Jumaneche unatamani au perform jukwani? Karibia zote, na Jumaneche alikuwa ni my favorite pale kwenye Bongo Record. Alikuwa mshikaji wangu sana. Kwa hiyo yani hata saa nyingine yani tukio hivyo pia kizingua, mimi nitamfuata Jumaneche na mwambia hivi na hivi kwa sababu najua hilo tukio sehemu labda alikuwepo. Kwa hiyo alikuwa mshikaji wangu sana. Historia kwa ufupi tu, wakati natoka Hakuna Kulala. Wewe ni mtu ambaye P-Funk alikuwa wa kwanza kabisa kukusikilizisha ngoma. Wazo lako lilikuwa lipi na ilikuwa kwenye wakati gani? Na unatamani leo au kesho kwenye stage kubwa tarehe 8 mwezi wa 8 kitokee nini kwa Jumaneche kuhusiana na wimbo huo? Mwambie ni ngoma kali sana. Mimi ngoma yote nilikuwa nikisikiza ikiwa ngali, unajua ikiwa kali, nilikuwa namlazimisha aitoe hata kama yeye hajapanga kutoa. Namforce aitoe. Na kwa nini P-Funk alikuwa anazichelewesha ngoma? Anaweza kwa ngoma kali anaamini umesikiliza, kwa sababu alikuwa nazo nyingi. Kwa hiyo alikuwa ajui atoe ipi kwa sababu zote zilikuwa ziko kali. Kwa nyingine yani kwa sababu kwenye mapenzi mimi nikimwambia
anatoa alikuwa anatoa kwa ajili ya kuniridhisha. Ina maana wekea mambo ya muziki umeanza muda. Tumemaliza. Bana, tumepata story nzuri lakini tuko na Aunty hapa. Aunty Ezekiel, wewe umeshirikishwa kwenye nyimbo nyingi sana za Bongo Flava na umesupport kwa namna moja au nyingine. Tangia unatoka kwenye Miss Bongo kipindi kile, tunaanza kukuona lakini tumekuanza kukuona kama video queen. Hebu niambie, ni wimbo gani wa wasanii wa Kongo ambao wapo kwenye miaka 30 ya Bongo Flava unasema huu wakati na shoot ilikuwa noma kweli na natamani ni uone kwenye stage 88? Wimbo wa Matonya. Ilikuwaje hiyo? Kwanza unaujua unaitwa Spare Tile I think. Unaitwa Spare Tile. Ule wimbo kwanza nikiuonaga nasikia raha. Kwanza nilikuwa mdogo, nimenyooka, so nilifanya ipasavyo. Then nilifanya na mtu ambaye anajua kuimba. Kwa hiyo nikiuona siku ya tarehe 8 kesho nitaenjoy sana. Usikute hata nikapanda stage. Yeah. Mashabiki zenu wanawasubiri kama A-list. Na tunajua A-list mna mastori mengi sana lakini pia ni watu ambao mna mvuto kwenye jamii. Na nyinyi mkitaja miaka 30 ya Bongo Flava kuna namna mmeweka nguvu yenu pale kufika hapa muziki. Wasubiri nini kikubwa kutoka kwenu? Hizo sasa ni surprise kwa sababu tukianza kusema hapa watu wa Mwanza walivyo wanaweza wakaendelea tu na shughuli zao. Si unajua hapa ni karibu na Katoro. Kwa hiyo wanaweza wakaungana wakaendelea shughuli zao. Na sisi tunawahitaji wa Katoro waje waone vitu vikubwa, vitu vingi. Tulifanya hizo video queens tukiwa wadogo, sasa tumeshakuwa mashangazi. Kwa hiyo waje waone mashangazi wakipanda ma stage. Kuna kipindi nayo ulikuwa unaimba? Hapo ndo kunapoharibika. Kiukweli nilijaribu. Unajua katika maisha kujitafuta ni kawaida kabisa, na uhakika hapa wote nyinyi mliopo kila mmoja na historia yake, kwa sababu ulikuwa hujui wapi unatoboa, sijui umeelewa. Alafu zamani kulikuwa kuna ile mtu anakuambia unaweza, kwa hiyo unaamini unaweza. Kwa hiyo hata vile niliambiwa tu naweza, kama ambavyo kuna mtu aliniambia labda naweza umisi, nikashiriki umisi nikapita. Unaweza kuigiza, nikafanya kuigiza, nikajua na kule nitatoboa. Sema mambo yakuwa riziki, nyimbo ndo ile. Malizana nao watu wenu wa Mwanza. Tunawasubiri waje kwa wingi sana. Kiukweli show ya leo itakuwa more than ya Dar es Salaam. Ya kesho I mean. Yeah. Jumamosi tarehe 8. Jumamosi tarehe 8 tunakutana, kunaitwa The Climax. Kwa hiyo niseme tu mambo ni mengi sana. Tukutane hapo.